Narudia tena, nimekuambia aliyekufa ni Kristo. Sasa unauliza kwamba eti Mungu Mwenyezi amekufa, wakati ndicho nimekukatalia. Kwa hivyo ungeniuliza, je, unalo andiko Kristo alikufa? Mimi sikatai Kristo alikufa. Kile najua ya kwamba Mungu Mwenyezi hafi. Je, Yesu Kristo ndiye Mungu Mwenyezi? Kwa jina la jumla ndiyo, ila nafsi yake, ana nafsi moja inaitwa Kristo. Kwa hivyo ni wa mwana. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ambaye ni Kristo alikufa. Narudia tena, nimekuambia ukisema Mungu Mwenyezi hapo unahusisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini nafsi iliyokufa ni ya pili ya mwana ambayo inaitwa Kristo, kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17. Lakini baada ya kufa, alipofufuka, amerudi katika utukufu wake. Kwa hivyo ndio atakayekuja Mwenyezi. Kwa hivyo kati ya Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu Mwenyezi? Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu Mwenyezi, El Shaddai. Nani alikufa? Kristo. Mwana au Roho? Kristo. Kristo ni mwana au Roho? Kristo ni mwana. Mwana alikufa? Ndiyo. Ni Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi, lakini kwenye aliyechukua mwili uliokufa unaitwa Kristo. Mungu Mwenyezi anakufa? Angalia sasa. Asanteni sana. Ni siku nyingine kwamba tunakutana tena hapa kujifunza neno la Mungu, na leo tupo kwenye mdaharo. Tumekuwa na kawaida ya kufanya vipindi hivi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama watu wa Mungu mwisho wa siku tunakuja kuingia mbinguni tukijua kabisa tulichokuwa tunakiabudu ni sahihi ama si sahihi. Kwa hiyo karibuni sana, na kwa kuanza moja kwa moja Mwalimu Ndacha njoo hapa tunaenda kama mwanzo dakika 10 alafu tunaingia maswali na majibu. Mwalimu Ndacha, karibu sana kwa dakika 10, uje utupelekee mada yetu, utufundishe Mungu Mwenyezi wa Biblia. Utusomee Biblia, vifungu vya kwenye Biblia, utuambie Mungu Mwenyezi ni nani. Karibu sana mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti simulizi, na niwakaribishe wote ambao mtakaofuatilia video hii leo, kesho na kuendelea. Mada yetu inaongelea Mungu Mwenyezi ni nani. Swali hili linaulizwa kwa sababu kuna watu ambao wamefundisha vibaya. Kuna elimu ambaye inaendelea duniani ambaye ni kinyume na Biblia kuhusu Mungu Mwenyezi ni nani. Wengine wakidai ya kwamba Mungu Mwenyezi ni Yesu Kristo. Wale wanaoamini ya kwamba Mungu Mwenyezi ni Yesu Kristo wako katika makosa na wako katika dogma ama mapokeo ya wanadamu. Wale wanaoamini ya kwamba Mungu Mwenyezi ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bado wako kwenye dogma na mapokeo ya wanadamu. Sasa ningetaka nianzie na kitabu cha Matendo ya Mitume 11 mstari wake ni wa 17. Nikitaka kuanza kueleza ya kwamba Mungu Mwenyezi ni nani. Katika Matendo ya Mitume 11 mstari wake ni wa 17 inasema, basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyetupa sisi tulio muamini Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ametupa sisi karama kwa sababu ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna Mungu Mwenyezi na kuna Bwana Yesu Kristo. Kuna Mungu Mwenyezi na kuna Bwana Yesu Kristo. Na ndio maana tunauliza huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Nimetoa andiko la kwanza na likaonyesha ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu ambaye ametupa karama kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Tunapokuja katika Ufunuo wa Yohana 21 mstari wake ni wa 22, inasema, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Kwa hivyo hapa tunaona kuna Bwana Mungu Mwenyezi na kuna Mwana-Kondoo. Huyu Mwana-Kondoo ningetaka tuone Mwana-Kondoo ni nani
alafu ndio tujue mwana kondoo ni tofauti na Mungu Mwenyezi. Katika kitabu cha Yohana 1 mstari wake ni wa 29, inasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo mwana kondoo ni Yesu. Na katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21:22 inasema kuna Bwana Mungu Mwenyezi na kuna mwana kondoo, ambaye mwana kondoo ni Yesu. Kwa hivyo Yesu yeye sio Bwana Mungu Mwenyezi. Yesu sio Bwana Mungu Mwenyezi. Bwana Mungu Mwenyezi si Yesu. Kwa sababu gani? Tunaona katika maandiko yanaweka Bwana Mwenyezi ama Mungu Mwenyezi ama Mwenyezi Mungu kando na yanamweka Yesu kando. Tukienda katika kitabu cha Luka 22 mstari wake ni wa 69, inasema lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo Yesu yeye anaketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo kuna Mungu Mwenyezi na kuna Yesu ambaye ako katika mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Sasa ningetaka tuweze kusoma kitabu kingine katika Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 mstari wake ni wa 10, inasema akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuna mji ambao unaonekana ukitoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, na huo mji unatoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Sasa katika huo mji ndio tunataka tuweze kuangalia kutakuwa na nani katika mji huo ambao unatoka mbinguni. Katika mstari wa Ufunuo wa Yohana 22 mstari wake ni wa 2, inasema katikati ya njia kuu yake na upande huu ule mto uliokuwemo mtu wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapata kuwa na laana yoyote, na tena kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kwa hivyo kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Sasa kuna maandiko ambayo yanaweza yakatumika vibaya kwa ajili ya kutetea kwamba Mwenyezi Mungu ni Yesu Kristo au Mungu Mwenyezi ni Yesu Kristo, wakati Yesu ni mwana wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ako na mwanawe ambaye ni Yesu Kristo aliyemtuma. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 mstari wake ni wa 7 na mstari wake ni wa 8, inasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mstari wa 8, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja Mwenyezi. Hapa katika maneno haya yanayosemwa hapa yanasemwa mbele ya malaika. Kwa hivyo tunapoogelea aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, haiogelei kurudi kwa Yesu hapa duniani. Inamuogelea umilele wa Mungu, sio kurudi kwa Yesu hapa duniani. Na ili uweze kuamini ya kwamba huyu aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, huyu ndiye Mungu Mwenyezi. Lakini kwa sababu ya kipengele atakayekuja, kuna watu wanamalizia kusema huyu ni Yesu. Lakini hapa naomba tulisome, mimi ni Alfa na Omega, huyo ni Yesu anasema. Wa kwanza na wa mwisho ni Yesu anasema. Lakini kupitia hapo anasema asema. Kwa hivyo Yesu anamnukuu mwenye amesema yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Mwenye alisema Yesu ni wa mwanzo na wa mwisho ni yeye anayeitwa
Bwana Mungu aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja Mwenyezi. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi anasema Yesu ni Alfa na Omega. Mungu Mwenyezi anasema Yesu ni wa mwanzo na wa mwisho. Sasa wale wanasema aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja ni Yesu, ni mapokeo hayo na ni kutafsiri maandiko vibaya. Ndio ninaomba nianze mstari wa 4 katika Ufunuo wa Yohana 1, mstari wake ni wa 4 na mstari wake ni wa 5. Inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja. Kwa hivyo hizi neema na amani zinatoka kwake aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, ambaye tunapata katika mstari wa 8 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Sasa neema na amani zinatoka kwa Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja. Tukimaliza hapo tunakuja wa pili katika mstari wa 5, zinasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Kwa hivyo neema na amani kwanza zinatoka kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, ambaye katika mstari wa 8 tumeambiwa huyo ndiye Mungu Mwenyezi. Sasa ili tuelewe, tusije tukasema yeye aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja Mwenyezi Mungu, ili tuondoe akili ya kwamba ni Yesu. Mstari wa 4 na wa 5 inamaliza huo mjadala kabisa. Huo mjadala kabisa unamalizika ya kwamba aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja ni mwingine. Alafu mstari wa 5 inaweka tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Kwa hivyo ukitaka kujua Mungu wa pekee wa kweli, ndiye anaitwa Mungu Mwenyezi ama Mola aliye peke yake. Na hata kama Biblia kuna sehemu inatumia jina Mungu kumuita Yesu, lakini majina haya Mungu Mwenyezi, hakuna mahali Yesu anaitwa Mungu Mwenyezi, na hakuna mahali Yesu anaitwa Mungu wa pekee wa kweli. Zimeisha Nako maisha dakika 10. Okay. Hakuna mtu wa kusema imeisha. Okay. Unanionyesha bwana. Sawa. Okay, na kushukuru sana Mwalimu Ndacha kwa dakika 10. Mwalimu Mwankema, karibu sana nawe kwa dakika 10. Uje tuambie Mungu Mwenyezi wa Biblia ni nani? Mwenyezi Mungu wa Biblia ni nani? Karibu sana. Asante. Mungu Mwenyezi wa Biblia ni nani? Mungu Mwenyezi wa Biblia ni Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi wa Biblia ni Yesu Kristo. Darasa hili inaonekana wana kawaida ya kucheka tu, lakini hawazingatii hoja. Ninasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 1. Nitasoma mstari wa 7 na wa 8, alafu nitakuja kusoma hiyo 4 na 5. Tuanzie 4 na 5. Kwa nini nimesema hayo? Anasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Huyu ambaye anasemwa katika mstari wa 4 kwamba neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwako yeye aliyekuweko na aliyekuweko na atakayekuja. Alafu anasema tena zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Huyu anayetajiwa hapa ni nani? Huyu anayetajiwa hapa ni Baba. Kwa sababu utakapoenda kusoma katika ile Ufunuo wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 8
unaona kuna habari ya mwana anapewa kitabu apate kukifungua kitabu ili azifungue zile muhuri, kwa sababu mbinguni na duniani hakuna aliyeweza kufungua hiyo. Hakuna. Sasa tunakwenda ule mstari wa 7. Anasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja, Mwenyezi. Katika Kiebrania Mwenyezi, Mungu Mwenyezi ndo anaitwa El Shaddai. Ukisikia watu wanasema El Shaddai, ujue wanamsema Mungu Mwenyezi. Je, ni nani huyu? Tuko bado kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ninakwenda ile sura ya 22, ninasoma mstari wa 12 na wa 13. Ni nani huyu? Anasema tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Hapa anasema tazama naja upesi kumlipa kila mtu. Anayesema maneno haya ni Yesu. Yesu ndio anayesema hapa, wala sio Baba wala sio Roho Mtakatifu. Ni Yesu hapa. Kwa hiyo aliyeko, aliyekuweko, atakayekuja Mwenyezi ni Yesu. Kwa uhakika gani? Twende mstari wa 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Kwa hiyo aliyekuwa anasema kwenye Ufunuo 1:7 na 8 na Ufunuo 22:12 mpaka 13, ambaye ndiyo aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja Mwenyezi, anajisema kabisa mstari wa 16, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Na baada ya hapo ukienda mstari wa 17 anasema na Roho. Hapa manake Roho Mtakatifu sasa. Na Roho na bibi harusi wasema njoo. Kwa hiyo Roho hatakuja. Atakayekuja ni huyu Yesu ambaye anajisema hapa, ambaye anasema tazama naja upesi, shika sana ulicho nacho. Je, kabla ya kusema haya maneno kwenye Ufunuo, alipokuwa hapa duniani, je, hakuwahi kusema maneno ya namna hiyo? Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 1. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Sasa swali linakuja, kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, atakayekuja ni nani? Kwa mujibu wa Biblia, atakayekuja ni Yesu Mwana, ambaye anapokuja yeye anakuwa Mungu Mwenyezi. Sasa swali, je, ina maana Baba sio Mungu Mwenyezi na Mwana sio Mungu Mwenyezi? Hapana, wamerudi katika utukufu wao wa kuwa Mwenyezi, lakini katika umwenyezi nafsi ya Mwana, kwa maana Mwana ndio atakuja, ndio anasema naenda kuandalia mahali kwa Baba, nitakuja tena ili nije niwachukue. Ndacha hapa anasema hii iliyosema kwamba atakayekuja Mwenyezi, maana yake ni kule mwisho. Sasa mwisho gani ambako Mungu ambako huyo unayemsema wewe atakuja zaidi ya Yesu? Kwa sababu mambo yote atafanywa na Yesu, kwa sababu Baba haonekani. Baba haonekani. Kwa anayetajiwa hapa kwamba Mungu Mwenyezi ni Yesu. Na kwa nini nimesema maneno hayo? Ni kwa sababu baadhi yenu nyinyi, hasa nikimlenga Mwalimu Ndacha na kundi lako, badala ya kuwafundisha watu unabii ili wamtegemee Yesu kwa kuangalia yale yanayotokea Israeli, wewe Mwalimu Ndacha na kundi lako mnawatazamisha watu yale yanayotokea Marekani na kwa papa. Alafu watu wa concentrate habari ya papa ambayo wala sio ya kweli na ya Marekani, mkaacha huku ambako Yesu anasema naja. Na ninarekebisha mawazo hayo ya Mwalimu Ndacha ambayo hayako sahihi. Atakayekuja ni
Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu Mwenyezi. Sasa alisoma hapa Luka 22:69 kwamba ameketi upande wa kuume wa Mungu. Upande wa kuume wa Mungu, wapendwa, ni nguvu. Ndivyo inavyosema katika Marko ile sura ya 14 mstari wa 62. Anasema tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Kumbe mkono wa kuume wa nguvu maana yake ni nguvu. Haimaanishi kwamba ni physical body. Haimaanishi hivyo. Haya. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana unaposoma sasa ile mistari ambayo huyu alikuwa ameijengea hoja ya 4 na 5 kwamba Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Mpaka hapa hajatajwa kama ni Baba wala ni Mwana, hajatajwa. Pamesema tu kwake yeye basi. Alafu mstari wa 5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Yaani hapa maana yake ni mkusanyiko wa ule uungu wote, lakini katika mpangilio wake jinsi walivyotimiza kuhusu mpango wa wokovu. Na katika hiyo sasa ndio anasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Aliyechomwa ni mwana ambaye anaitwa Yesu, ambaye ndio atakayekuja. Anaitwa Mwenyezi baada ya kujirudishia utukufu wake. Maana alijivua utukufu kwa mujibu wa Filipi 2:6-7. Lakini baadaye Yohana 17:5 anasema, na sasa Baba unitukuze mimi kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Ndio maana anaitwa Mwenyezi na ndio atakayekuja. Na ndio huyu nimemsoma katika Ufunuo wa Yohana 22. Ufunuo wa Yohana 22 pale kwamba amejisemaje. Ndio hii mstari wa 12 anasema, mstari wa 12, tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Atakayetulipa thawabu ni nani? Ni Yesu. Atakayetulipa thawabu ni Yesu. Mstari wa 13, mimi ni Alfa na Omega. Alfa maana yake ni mwanzo, kama kuna mwanzo yoyote Yesu ni Alfa. Alafu na Omega, kama kuna mwisho yoyote, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho ndiye yeye. Ndio maana mstari wa 16 sasa tunaambiwa, badala ya kuzunguka tunaambiwa kabisa, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Okay, kumbe Yesu ndio aliyewatuma malaika zake kwamba watuambie kwamba yeye ndio aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja Mwenyezi. Mungu awabariki. Asante sana Dr. Mwankemwa, lakini nafikiri haina haja ya kwenda mbali kwa sababu ndio tumeshafika ule muda wetu. Tunasema muda wa maswali na majibu. Kama mnaweza, Mwalimu Ndacha karibu sana. Moja kwa moja wewe mwenyewe Mwalimu Ndacha uweze kumuuliza Mwankemwa kwa dakika 10 na yeye atakuuliza kwa dakika 10. Karibu sana. Sasa mwenyekiti, kwanza kitu ambacho ninaomba ni ya kwamba usimamie hapa, mtu akiulizwa swali anajibu kila naulizwa. Sawa. Kwa hivyo iwe ni kuulizwa kujibu, kama hauna unasema huna, kama uko nayo unatoa. Sawa. Asante. Sasa Mwankemwa, naomba niweze kusoma Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 4 mstari wake ni wa 2. Ufunuo wa Yohana 4 mstari wake ni wa 2. Katika Ufunuo wa Yohana 4 mstari wake ni wa 2 inasema hivi: na mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Tunaona ya kwamba katika Ufunuo wa Yohana hapo 4:2 Mwankemwa, kuna mwenye ameketi katika hicho kiti cha enzi na ni mmoja tu, hawajaketi wakiwa wawili ama watatu. Sasa mstari wa 8 inasema, na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, hao malaika ndio wanasema, mtakatifu 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja.
Sasa swali kwako, umefundisha kwamba huyu Mungu Mwenyezi ni Yesu. Ni sawa, ni Yesu amekalia kwenye hicho kiti cha enzi? Kwenye ayo uliyosoma hapo hayahusiani na hiki nilichosoma. Hapo inahusiana na kukabidhiana kitabu cha hukumu. Mimi nimeuliza swali, nimesoma mstari wa pili. Kuna mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi. Huyu ameketi kwenye kiti cha enzi ndiye anaitwa aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja Mwenyezi. Huyo ni Yesu. Rudia kusoma. Inasema hivi, mchana wala usiku wakisema mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa hivyo katika mstari wa 8, Bwana Mwankemwa, Mungu Mwenyezi hapa ni aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, sawa? Ndio. Na ni yeye peke yake amekalia kwenye hicho kiti cha enzi. Hapo panasema mmoja, nimemwona mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi. Ninauliza tafadhali, naomba unijibu swali hapa, na ninaomba mwenyekiti uje hapa kwa sababu nataka nijibu swali lenye nauliza. Tumesoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 kuanzia mstari wa 2. Inasema nilikuwa katika roho na nikaona mmoja ameketi kwenye hicho kiti. Sasa kwenye hiyo kiti kuna malaika wanasimama hapo, wanasema ni mtakatifu 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 Mwenyezi, Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa mujibu wa Mwankemwa, Mungu Mwenyezi ni Yesu. Sasa mimi namuuliza Mwankemwa, huyo mwenye amekalia kwenye hiyo kiti ni Yesu? Ndio. Asante. Haya, ninakuja mstari wa Ufunuo wa Yohana 5. Kisha nikaona katika mkono wake wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Sasa huyu mwenye amekalia kwenye kiti cha enzi ana kitabu ameshika. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivuja muhuri zake? Haya, mstari wa 6. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Sasa Mwankemwa, tunaona hapa kuna mwingine mwana-kondoo ambaye anakuja anafungua kitabu chake yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Huyu ameketi kwenye kiti cha enzi umetuambia ni Yesu. Huyu mwana-kondoo ambaye anaenda kufungua hicho kitabu ni nani? Ni Yesu. Haya basi, tunatoka hapo. Haya, tunaigia katika swali lingine. Katika Yohana 17 mstari wake ni 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunaona Mungu wa pekee wa kweli ndiye Mungu Mwenyezi ambaye alimtuma Yesu. Huyo Mungu Mwenyezi aliyemtuma Yesu ni nani? Andiko hilo lisoma halisemi Mungu wa pekee wa kweli, Mungu Mwenyezi. Andiko hilo halisemi hivyo. Inasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hapo Mungu Mwenyezi haipo. Rudia swali lako. Kwa hivyo huyu Mungu Mwenyezi sio yule Mungu wa pekee wa kweli? Kwenye Mungu Mwenyezi ukitaka nako nitakujibu. Ndio maana basi. Haya, kwa hivyo unataka mahali kuna Mungu Mwenyezi, sawa Haya, tunarudi Ufunuo wa Yohana 5. Ufunuo 1 mstari wake ni 4. Inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Huyo ni nani? Ni Yesu. Haya, mstari wa 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo hizo neema zinatoka kwanza kwake aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, tena zinatoka kwake Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Kuna Yesu wangapi? Mmoja. Na katika mstari wa 4 aliyeko na aliyekuweko ni nani? Yesu. Na mstari wa 5 tena zitokazo kwa Yesu Kristo ni nani? Ni Yesu. Na roho 7? Roho 7 pale ni roho zilizokwenda kwenye makanisa, ni roho 7 za Mungu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba inasema hivi, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye
aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7, tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo hii neema na amani zinatoka kwanza kwa aliyeko na aliyekuja, sawa? Ndio pamesema tu kwa zitokazo kwa aliyeko na atakayekuja basi, lakini hajatajwa nani. Kidogo tu, ni sawa tu. Bora imeandikwa ya kwamba zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuja, si ndio? Twende sawa. Alafu zitokazo kwa roho 7, anasema kwa roho 7, na zitokazo kwa alafu tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo wametajwa wangapi hapo? Wametajwa wangapi katika nini? Unataka idadi kwa majina? Neema na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, sio ni wa kwanza? Huyo yeye unamjua ni nani? Kabla tujaenda kwanza niambie, aliyeko na aliyekuweko sio ni wa kwanza? Ndio maana nikasema wewe unataka kutoa idadi hapo. Mimi naongelea idadi. Hapo pamesema naongelea idadi. Idadi haijatajwa hapo. Sasa mimi nataka uiweke wewe. Sasa mimi nataka sasa uniambie. Neema na amani kulingana na Yohana, Ufunuo wa Yohana 1:4. Ndio. Kwanza zinatoka kwa nani? Amesema hivi. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyekuweko na aliyekuweko na atakayekuja. Alafu zinatoka kwa nani? Alafu anasema na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Tena zitokazo wapi? Alafu tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo neema na amani kwanza zinatoka kwake aliyekuweko na aliyeko na atakayekuja, ambaye wewe humjui. Kidogo tutakuja tu bado. Mimi nauliza hapo. Alafu tena zitokazo kwa roho 7. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu Yesu Kristo. Sasa yule aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja ni nani? Yesu. Na huyo na hizi roho 7 ni nani? Mbona hutaki nikupe aya hutaki nithibitishe? Utanithibitishia tu, sina shida. Mimi nataka unijibu swali. Nifikiri una wasiwasi na majibu. Nataka unijibu. Kumbe kila nikijibu ndio maana hutaki aya kwa sababu usikule muda wangu. Mimi sinaona na ukijibu na achana tu. Asante sana. Mimi nataka unijibu. Nimeshakuelewa. Wa kwanza neema na amani zinatoka kwake aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja. Zitokazo kwa roho 7 na kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu. Kwa hivyo wa kwanza ni Yesu. Pale hajatajwa jina Yesu wala nani. Haya, kwa hivyo huyu aliyeko na aliyekuweko ni Mungu Mwenyezi. Kwenye aya hiyo uliyoisoma haipo. Yaani wewe mwanangu wewe. Asante sana. Haya tunaenda. Haya swali la tatu. Haya tunaenda katika Luka 22 mstari wake ni wa 69. Inasema hivi: lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Ni Yesu. Haya, na huyu mwana wa Adamu ni Yesu. Kwa hivyo Yesu anakaa upande wa kuume wake mwenyewe, kwa sababu Marko 14:60 anasema huo mkono wa kuume ni nguvu. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ni nguvu. Ndio. Mkono wa kuume. Nauliza sinasema hapa, imesema hivi. Anasema mkono wa kuume. Kidogo mimi nauliza hapa. Tusome. Naomba nisome andiko hili kwanza, sikiliza. Maana hili ni andiko nasoma. Soma. Inasema lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu. Atakuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi ni Mungu Mwenyezi, si Yesu. Ukitaka jina lake ni Yesu. Mungu Mwenyezi ni sifa yake, jina lake Yesu. Na mwana wa Adamu jina lake ukitaka ni yeye ni mwana wa Adamu. Ukitaka jina lake Yesu. Kwa hivyo Yesu ameketi mkono wa kuume wake mwenyewe wa Mungu Mwenyezi. Mimi ninafurahi mnavyocheka. Ninafurahi sana. Haya, sasa ninaomba niende katika Ufunuo wa Yohana 21:22. Asante. Ufunuo wa Yohana 21:22. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Huyu Bwana Mungu Mwenyezi ni nani? Ni Yesu. Na mwana kondoo ni Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu wangapi? Mmoja. Yes. Kweli hii ni patashika.
kuchanika. Umeamua. Sana, muda wenu umeisha. Asante. Ndio, bado tupo pamoja hapa na sisi kama Wakristo wote hapa tumewekwa na Yesu. Kwa hiyo tunaendelea. Mwalimu Mwankemwa, ni muda wako na wewe kuuliza maswali kwa Mwalimu Ndacha kwa dakika 10. Majibu yake tafadhali Mwalimu Ndacha, asiwe ni Yesu peke yake moja kwa moja. Sawa. Asante sana. Asante sana. Mwalimu Ndacha, nilisoma hapa Ufunuo wa Yohana sura 22 mstari wa 13. Anasema shika sana ulicho nacho, naja upesi kumlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Huyu anayesema naja upesi, shika sana ulicho nacho, ni nani? Ni Yesu anasema hivyo, anakuja. Asante sana. Nashukuru. Ulisoma Ufunuo 21:22 kwamba nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana ya Mungu na mwanakondoo ndio hekalu. Kwa mujibu wa Yohana 2:19, Yesu amejiita kwamba yeye ni hekalu na akasema livunjeni hekalu hili nami nitalijenga kwa siku 3. Kwa hiyo unakubaliana kwamba Yesu ndiyo hekalu? Andiko lenye umesoma ni kitabu cha Ufunuo 21:22 ama? Ndio Ufunuo 21:22 ambalo umetoa wewe, ukasema anasema nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Mungu na mwana kondoo ndio hekalu. Sawa? Naomba nisome andiko kwanza. Soma. Usije ukaniuliza sawa, soma. Inasema hivi, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Asante. Kwa hivyo kwa mujibu wa andiko haya ni Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo wako wawili. Asante. Kwa mujibu wa Yohana kwako wewe wako wawili. Ni andiko si mimi. Sawa. Kwa mujibu wa Yohana 2:19, Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku 3 nitalijenga. Kwa hiyo unakubali kwamba Yesu ni hekalu? Ndiyo, hata mimi ni hekalu. Yesu ni hekalu? Sikatai, ni hekalu ndio. Asante sana. Wapendwa, ndio maana kila alipokuwa nauliza nilikuwa namjibu Yesu, Yesu, Yesu. Ndicho nilichokuwa na maanisha. Kwa mujibu wa Ufunuo 22:16 inasema hivi, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi nilie ile nyota yenye kung'aa, shina la Daudi. Unakubali kwamba Yesu ndio aliyemtuma hata huyo malaika? Ndiyo, mimi andiko nimesema ya kwamba mimi Yesu nimemtuma malaika wangu, lakini andiko bado linamalizia. Linasema hivi katika 22 mstari wa 16. Unajua tusiongeze kitu. Inasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi nilie china na mzao wa Daudi. Hajasema mimi ni Mungu Mwenyezi. Mimi nilikuwa nataka tutafute Yesu ambaye anatuma malaika. Malaika hawatumwi na binadamu. Malaika wanatumwa na Mungu Mwenyezi. Nilitaka tu tuone kwenye ile Ufunuo 22:13 ambapo pamesema naja upesi na ambaye ni Mungu Mwenyezi, mimi ni Alfa na Omega. Umekubali kwamba ni Yesu. Asante. Ninakuja kwenye Ufunuo 4:8. Anasema nikasikia sauti kisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Naomba uwafundishe watu. Mtakatifu ya kwanza inamhusu nani? Mtakatifu ya pili inamhusu nani? Na mtakatifu ya tatu inamhusu nani? Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8, inaogelea mmoja peke yake, haiogelei watatu. Ninaomba niweze kusoma. 4 mstari wake ni wa 8. Inasema hivi, na hawa wenye uhai wa 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa hivyo zinamuogelea Mungu Mwenyezi ambaye amekalia kwenye kiti cha enzi. Asante. Hiyo mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ulioisoma kwenye Ufunuo wa Yohana 4:8. Je, katika Isaya iko au haiko mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu? Ipo. Asante sana. Sasa hiyo mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kama ziko kwa Isaya na kwenye kitabu cha Ufunuo, je, unajua kwamba mtakatifu moja inamhusu Yesu akiwa mwana? Kulingana na wewe nafikiri ni maelezo yako, lakini katika andiko hili Bwana Mwankemwa, tukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 mstari wa 2 nasema, na mara nilikuwa katika roho na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Huyo mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi ndiye anaitwa Mungu Mwenyezi. Ni peke yake, si Yesu bali ni Mungu Mwenyezi amekaa. Asante. Naomba nisome Yohana ile sura Yohana sura ya 12, nitasoma ule mstari wa 40 alafu nikuulize swali kuhusiana na hiyo mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 12. Nitasoma mstari wa nataka nisome pale mstari nasoma mstari wa ninaanza wa 38 mpaka 41, ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema, Bwana, ni nani aliyesadiki habari zetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Ndio sababu wao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. 41, maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu waliokuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi. Na kuuliza swali, kumbe nabii Isaya kwenye ule utukufu wa kusema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, aliuona utukufu wake huyu Yesu hapa akiwa mwana. Ndio maana zikatajwa zile mtakatifu mtakatifu tatu. Unajua kwamba mtakatifu moja katika zile tatu ilimuhusu Yesu kwa mujibu wa Biblia? Ushahidi kama huo kwa Biblia hakuna mwankemwa. Kitu ambacho iko ni ya kwamba Isaya ametoa unabii mwingi kuhusu Yesu, lakini mahali ambapo Isaya anasema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, hakuna ushahidi alikuwa anasema habari za Yesu au nafsi tatu. Hapa tunasoma kwenye Yohana 12 panasema hivi, maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu waliokuwepo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumwamini. Kwa hiyo manake Isaya katika ile Isaya 6 alivyokuwa anasema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, kumbe mtakatifu moja ni ya mwana, ameuona utukufu wake. Alafu wewe unasema hakuna Biblia ilichofundisha. Kwa hiyo maandiko haya ya Yohana 12 yanamhusu yupi huyu aliyekataliwa na Mafarisayo? Katika kitabu cha Yohana ambacho umesoma unakitumia vibaya mwankemo, hakihusiani na hayo maneno ya Isaya mtakatifu mtakatifu. Maneno yanahusiana ni haya: wamepofusha macho, ameyafanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaogoka nikawaponya. Hayo ndio maneno yanahusiana na mstari wa 40. Maneno haya aliyasema Isaya kwa kuwa aliona utukufu wake, akataja habari zake. Haihusiani, maneno haya hayahusiani na mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Iko hivi, kwenye Isaya palisema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, na nimeanzia hapa mstari wa 39. Anasema ili litimie lile neno la nabii Isaya 38. Ili litimie neno la nabii Isaya alilolisema, Bwana, ni nani aliyesadiki habari zetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Hii ni Isaya 53. Alafu anasema ndio sababu wao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena. Hapa ni kwenye Isaya 6:8. Sasa Isaya 6:9 anasema hivi, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu waliokuwemo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na masinagogi. Hii nukuu ya Isaya ambayo inahusiana na Yesu, je, iko kwenye ile mtakatifu 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 au haipo kwa ufahamu wako? Bwana Mwakemo, tafadhali na kuomba, hakuna katika Yohana 12 maneno mtakatifu mtakatifu, na wala hainukuliwi. Ukianzia mstari wa 37 inasema, walakini ajapokuwa alifanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao hawakumwamini. Sasa inasema kwamba wakati walipokosa kumwamini, maneno yaliyotajwa na Isaya yakatimia kwao. Sasa maneno ambayo Isaya alitaja ni gani? Amewafufusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, na wakaongoka nikawaponya. Hayo maneno ndio yalitimia kwao. Sasa soma na mstari wa 41 nilipofika mimi. Maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliona utukufu wake, akataja habari zake. Isaya na Yesu, nani alitangulia kuwepo katika mwili? Wa kwanza aliyetangulia ni Yesu, si Isaya. Katika mwili aliyetangulia kuwepo ni nani? Isaya ametangulia. Kwa hiyo Isaya ameuona utukufu wa nani? Aliona utukufu wa Yesu. Asante sana. Ndio, lakini katika utukufu wa Yesu kwenye ile Isaya, je, hakuna neno mtakatifu mtakatifu mtakatifu? Katika Yohana 12 ambayo umeisoma haina uhusiano na mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Ni maneno mengine tofauti, wacha kuongeza. Sasa ile ya mtakatifu 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 ilimhusu nani kwa ufahamu wako? Mimi Biblia ishajibu ya kwamba inamhusu Mungu Mwenyezi ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi. Ambaye atakayekuja ni nani sasa? Sasa hapo haiongelei habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, kwa sababu inaongea na malaika. Kwa malaika ndio wanasema atakayekuja. Kwani walikuwa nakuja kwa malaika tena?
kati ya huyo unayemsema wewe na huyu Yesu aliyeahidi kwamba nitakuja kuwachukua tena, na kwamba mimi ni Alfa na Omega, ni Mungu yupi ambaye anatakiwa aje kwa ajili ya kuja kuwalipa watu thawabu? Yesu ashaeleza ya kwamba katika Yohana 16 mstari wa 27 anasema yeye atakuja na utukufu wa baba yake pamoja naye. Kwa hivyo mwenye tunamgoja ni Yesu, na Yesu akija anakuja na utukufu wa baba yake. Kwa hiyo Mungu Mwenyezi ni nani? Katika Biblia inasema ya kwamba Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo Yesu sio Mungu Mwenyezi, Yesu ako mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Sawa, na washukuruni sana. Nawashukuru sana kwa dakika 10 hizo. Tena tunarudi kwa maswali na majibu, tuhamie tena kwa Mwalimu Ndacha. Akiuliza tutakuja kwa Mwalimu Daniel, tutamaliza tutaanza kuchukua maswali ya wengine. Karibu sana Mwalimu Ndacha. Mimi nataka kuuliza Bwana Makemwa, Mungu Mwenyezi anakufa? Akichukua Kristo anakufa. Nauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia, akichukua nafasi ya Kristo anakufa. Haya, sasa Mungu Mwenyezi aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo, ni nani aliyekufa? Aliyekufa ni Kristo, sio Mungu Mwenyezi. Narudia tena, huyo Mungu Mwenyezi kwenye nafsi yake ya Kristo ndio iliyokufa kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17. Sasa hakuna neno Mungu Mwenyezi pale. Naomba andiko Mungu Mwenyezi ambaye ni Yesu Kristo anakufa. Narudia tena, nimekuambia aliyekufa ni Kristo. Sasa unauliza kwamba eti Mungu Mwenyezi amekufa, wakati ndicho nimekukatalia. Kwa hivyo ungeniuliza, je, unalo andiko Kristo alikufa? Mimi sikatai Kristo alikufa. Kile najua ya kwamba Mungu Mwenyezi hafi. Je, Yesu Kristo ndiye Mungu Mwenyezi? Kwa jina la jumla ndiyo, ila nafsi yake ana nafsi moja inaitwa Kristo. Kwa hivyo ni mwana. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ambaye ni Kristo alikufa. Narudia tena, nimekuambia ukisema Mungu Mwenyezi hapo unahusisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini nafsi iliyokufa ni ya pili ya mwana ambayo inaitwa Kristo kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17. Lakini baada ya kufa alipofufuka amerudi katika utukufu wake. Kwa hivyo ndio atakayekuja Mwenyezi. Kwa hivyo kati ya Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu Mwenyezi? Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu Mwenyezi, El Shaddai. Nani alikufa? Kristo. Mwana au Roho? Kristo. Kristo ni mwana au Roho? Kristo ni mwana. Mwana alikufa? Ndiyo. Ni Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi, lakini kwenye aliyechukua mwili uliokufa unaitwa Kristo. Mungu Mwenyezi anakufa? Angalia sasa, narudia tena, usijifanye uelewi ninachojibu. Nimekwambia unaposema Mungu Mwenyezi, yani ni sawasawa kwenye familia yenu wenye kina Gatiba wote mfe, lakini wewe yani wote wawe hai, lakini wewe kwa sababu fulani inatokea kwamba wewe umekufa. Ndio kinachosababisha hapo, lakini haimaanishi kwamba wewe sio Gatiba. Kwa hivyo mimi katika ule uungu ndio pale ambapo tunasema Kristo alikufa. Sasa swali, je, huyu Kristo sio Mungu? Ungekuwa unauliza hiyo swali kwamba hivi Kristo sio Mungu? Mimi nibebe vitabu hapa nikuthibitishie Kristo ni Mungu. Hapa tunaongelea habari za Mungu Mwenyezi. Asante sana. Sasa mimi nikauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia tena, ukisema Mungu Mwenyezi anakufa, kwa sababu ukishasema Mungu Mwenyezi kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sawa. Sasa aliyekufa ni Mungu Mwenyezi au ni mwana? Aliyekufa ni mwana. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi hakufa. Ndacha mimi naomba unijibu swali. Wewe unasema hivi, ungesema hivi. Katika hiyo uliyosema Mungu Mwenyezi kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, katika Mungu Mwenyezi aliyekufa ni nani? Mbona nimesha kujibu na maandiko. Kwani Mungu Mwenyezi ni wangapi? Mungu Mwenyezi ni jina au ni sifa kuu ya Mungu. Nauliza, Mungu Mwenyezi ni wangapi? Ni mmoja, ambaye ndani yake kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ni wengi? Ni mmoja. Ndani yake kuna wangapi? Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi hizo. Baba ni mwana? Baba sio mwana. Roho ni mwana? Sio mwana. Lakini wote ni Mungu Mwenyezi. Katika
katika ile jina kubwa ni Mungu Mwenyezi, lakini kila mmoja akiwa na jukumu lake. Kwa hivyo Baba, ndio maana atakayekuja, hata wewe hapa mpaka tunataka kwenda kumaliza, hutatoa aya kwamba Baba ndio atakayekuja ili awe Mungu Mwenyezi. Lakini maandiko yanasema Mwana ndio atakayekuja ambaye ndiye Mungu Mwenyezi. Aya, Biblia inasema ya kwamba katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 16. 6 mstari wake ni wa 16, inasema hivi: ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Naongelea hapa kwenye kipengele Mungu Mwenyezi. Kuna mwanadamu amewahi muona? Mungu Mwenyezi hajaonekana. Yesu amewahi onekana? Baada ya kuchukua mwili alionekana na umbo kama mwanadamu. Na Mungu Mwenyezi hajawahi kuonekana kwa sababu yuko katika roho. Lakini Yesu hajawahi. Yesu hajawahi kufanya nini sasa? Yesu hajawahi kuonekana. Alipochukua mwili akaonekana. Kwa hivyo Yesu alionekana. Yohana 1:14, baada ya kuchukua mwili. Kwa hivyo nasi naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Lakini Mungu Mwenyezi hajawahi kuonekana kwa sababu amekaa katika utukufu wake. Ndio maana nafsi ya Kristo ilibidi ije ili kuja kumfunua Mungu, ili Mungu aitwe Emanueli. Haya. Sasa tunarudi katika Ufunuo 1 mstari wake ni wa 5. Hapo sasa ndio tunakaa hapo tumalize. Katika mstari wa 5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia yote, atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Swali sasa, inasemekana ya kwamba huyu Yesu shahidi aliye mwaminifu ametuleta kwa Mungu ambaye ni baba yake. Kwa hivyo Yesu, Mungu Mwenyezi ni baba. Hapo unaongeza Mungu Mwenyezi. Soma kilichosoma hapo. Si tumeanzia mstari wa 4. Anzia mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema hivi. Anasemaje? Yohana hapa tuwe tunasoma wote ili uone ninachokuambia. Haya basi tunasoma wote. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Sasa Mungu Mwenyezi iko hapa. Kidogo sema haipo kwanza. Kidogo hapa kwani huyu mwali hapa haipo. Kidogo Mwankemo tafadhali. Hapa Biblia maneno. Kidogo si wewe ni msomi bwana. Kwa naongea nani? Tukifika hapa Mwankemo hapa inasema hivi kidogo tu. Najua unisikilize. Kuna watu wanatufuatilia. Wacha tunaongea na wewe. Usiseme wacha, nataka hivi. Wacha watu watakachosema watu wanatakiwa watenganishe kwamba neno limesema nini, alafu hili nililoongeza kutoka mdomoni ni lipi. Mwankemo. Asante. Mstari wa 8 anasema aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja. Ni Mwenyezi ama si Mwenyezi? Ni Mwenyezi. Kwa hivyo aliyeko na aliyekuweko ukiona mahali ni Mwenyezi. Turudi mstari wa 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Ukiona aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja ni mwenye. Twende tusome mstari wa 7. Ni mwenye. Soma mstari wa 7 sasa utujibu. Sitaki mimi nijibu kwa akili zangu. Sasa Mwankemo soma mstari wa 7 sasa, si umeniuliza swali na acha. Wewe unanisumbua akili. Sikusumbui. Sikiliza kwanza. Ninakufundisha maandiko. Soma Ufunuo wa Yohana 1:7 ili tujue kuanzia 4 muktadha unamhusu nani. Twende mstari wa 7. Mimi nilikuwa nataka tusome alafu tuteremke. Sasa ili tuteremke hapo hapajasemwa chochote. Tuendelee kuteremka. Haya sasa tuende basi. Haya, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kile kiti cha enzi. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Sasa swali malizia. Na kila jicho litamuona
na kila jicho litamuona. Tulikuwa mstari wa litamuona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Asante sana. Kwa hiyo ulipokuwa kutoka mstari wa 4 mimi nakuuliza swali. Mstari wa 8 utaniuliza wewe, usiku na dakika zako utaniuliza. Sina kujibu sasa. Nimeuliza nini? Haya. Wewe uliuliza kwamba hapa ni nani? Sasa mimi nauliza hivi. Uliza swali lako. Jamani mnaotufuatilia, niko na rafiki yangu Ndacha hapa. Hapa ndio hii inaitwa kukuru kakara hii. Asante, twende. Sasa hapa inasema hivi, hapa mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme na mkuu na makuhani kwa Mungu aliye naye ni baba yake, si ndio? Sasa mwenye anatufanya haya yote kwa Mungu ambaye ni baba yake, si ni Yesu? Ndiyo mwana. Ndiyo mwana. Kwa hivyo ni Yesu mwana wa baba. Ndiyo. Haya, alafu ndiye atakayekuja. Ndiyo. Kwa hivyo atakayekuja ni mwana wa nani? Atakayekuja ni mwana wa baba ambaye katika umungu mwenyezi ni Mungu mwenyezi, kwa sababu ndio aliyechomwa. Ndio maana nikataka umalizie somo wewe ulitaka kuikata. Kwamba huyu anayekuja, kwamba tazama yuaja na mawingu na kila jicho lichamuona na hao waliomchoma wataomboloza mbele zake. Kwa hivyo subiri sasa, aliyechomwa ni mwana, sio baba. Kulingana na andiko hili inasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa. Ndio. Huyo ndiye ndio atakayekuja ambaye ndiye Mungu mwenyezi. Sawa, mimi nashukuru sana kwa dakika hizo 10. Nataka sasa Mwalimu Mwankema na wewe umuulize Mwalimu Ndacha kwa dakika 10 zingine. Hii itakuwa ndio mnamalizia, alafu tutawapa dakika 30 za watu ambao watauliza hapa na wengine watauliza mtandaoni. Tutakuwa tumemaliza kipindi chetu. Asante sana Mwalimu Ndacha. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 8 anasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na atakayekuja mwenyezi. Swali langu, huyu anayetajwa kwamba tazama yuaja na mawingu katika Ufunuo 1:7 ni nani? Ni Yesu anakuja na mawingu. Asante sana. Huyu anayetajwa kwenye Ufunuo 1:8 anayesema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na atakayekuja mwenyezi ni nani? Yesu ndiye anasema ya kwamba Mungu mwenyezi anasema yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa hiyo atakayekuja ni nani? Yesu ndiye anayekuja ambaye ndio Mungu mwenyezi. Hapana. Naomba tusome. Tusome andiko. Ufunuo 22. Rudi hapo. Kuna swali nitaka kukuuliza. Unataka turudi pale? Sasa tugeta. Ngoja. Asante. Ufunuo wa Yohana 1:8. Anasema hivi, twende. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyekuweko na atakayekuja. Sasa ni nani huyu? Sasa kulingana mimi hapa Mwankemwa. Kulingana na wewe. Naomba unisikilize sasa. Uone kama ina make sense, Asante. Mimi ni Alfa na Omega, Yesu ndiye anasema. Mwanzo na mwisho, Yesu anasema. Lakini anasema mwenye anasema hayo maneno. Asema Bwana Mungu aliyekuweko na atakayekuja. Kwa hivyo yule anayesema Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ni Bwana Mungu aliyekuweko na atakayekuja. Ndio maana katika kitabu hicho cha Ufunuo 1:1 inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa hivyo Mungu Yesu Kristo akampa nani? Kwa hivyo akampa malaika. Asante. Kwa hivyo sasa tusomee Ufunuo 22:16 ili tuende tumalize hapo. Ufunuo wa Yohana 22:16 kwamba tujue kwamba aliyekuwa anaongea hapo kwamba malaika aliyekuwa anamsema ni Mungu mwenyezi ni nani. Naomba nisomee mwenyewe hapa, hii hapa. Soma mwenyewe. 16 Mimi Yesu nimemtuma malaika kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliyesha shina la uzao wa Daudi, aliye nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa hiyo Yesu ndio amemtuma malaika, si ndio? Ndio. Asante. Amemtuma malaika ili malaika aje tuambie kwamba yupo atakayekuja ambaye ni Mungu mwenyezi, si ndio? Andiko alijasema hivyo. Hapo unaongeza. Kutoka kule tulikotoka sasa. Inasema hivi. Katika kitabu cha inasema hivi. Hii hapa Ufunuo tulikuwa tunasoma Ufunuo wa Yohana. Tumeenda mbali. Tunaweza fungua kaa na hii hapo alafu tufungue nyingine hapo. Fungua hapo nyingine. Nifungue Fungua Ufunuo wa Yohana 1:7 na 8.
Sasa Mwankemwa, Ufunuo 1:7 na 8, zamu yangu hapa lazima anasema hivi, tutaelewana tu na hapa lazima tuelewane kabisa, hapa tutaelewana tu hapa. Anasema hivi, tuanzie 7. Tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na naam, amina. Tumesema huyu ni Yesu. Sawa, huyo ni Yesu anarudi. Asante sana. Tuko 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Huyu ni nani? Yesu ndiye anasema Bwana Mungu mwenyezi aliyeko na aliyekuweko, anasema Yesu ni Alfa na Omega. Aha. Haya, Ufunuo 22 mstari wa 12 mpaka wa 13. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Huyu ni nani anayesema hapa? Huyu ni Yesu anasema. Aha. Kwa hiyo huyu atakayekuja ambaye amesemwa hapa kwenye Ufunuo 1:8 atakayekuja, kumbe tunakubaliana ni Yesu, sawa? Mimi sijakataa tangu mwanzo ya kwamba Yesu ndiye atakayekuja, ambaye ndiye Mungu mwenyezi. Hayo ndio unalazimisha, lakini Yesu anasema kidogo tu Mwankemwa. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Anasema Bwana Mungu mwenyezi. Kwa hivyo Bwana Mungu mwenyezi anasema Yesu ni Alfa na Omega. Ndio nikakwambia hivi, katika Ufunuo wa Yohana 1:1 inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Sasa atakayekuja ni nani? Ndacha tusaidie. Mimi sikatai ni Yesu atakuja. Yesu yupi sasa? Yesu yupi atakayekuja? Hakuna Yesu wawili, Yesu ni mmoja. Mimi kama Yesu ni mmoja, kwa hiyo maana yake ndio huyo mwenyezi atakayekuja, kwa sababu angekuepo mwingine. Haiogerei ila kusema aliyekuweko na atakayekuja. Kidogo tu, aliyekuweko na atakayekuja. Hapa wanaongea na malaika. Malaika hakuna wakati ati Yesu alikuwa ameenda akakuja kwao tena. Sasa ile kitu ambayo iko hapa inaongelea umilele wa Mungu mwenyezi. Sasa ile kitu ambaye mimi na wewe tunafaa kuelewana na wewe hapa ni ya kwamba huyu Mungu mwenyezi aliyeko na aliyekuweko ni nani? Kwa sababu Yesu anamnukuu. Sasa Yesu anamnukuu, anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asema yule ambaye anasema maneno hayo, Yesu anatuambia ni Mungu mwenyezi, na huyo Mungu mwenyezi ni aliyeko na aliyekuwa na atakayekuja. Na sasa wewe ukisema huyu Mungu mwenyezi aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja, mstari wa 5 unakataa. Iko hivi, Ndacha, nimekuuliza kwamba atakayekuja ni nani? Sasa kama unaongea, kwa sababu atakayekuja mwenyezi hii hapa, mimi ni Alfa na Omega mwanzo. Ufunuo 12 hii naja upesi. Ama ni gani? Ile ya Ufunuo 1:8. 8 ndio hii hapa. Hii ni Ufunuo 22. Naitaka ya 8 ndio hii. Naitaka Ufunuo 1:8. Ndio hii hapa. Anasema hivi, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja mwenyezi. Wakati kwenye Ufunuo 22:16 maandiko yanasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwajulisha ninyi mambo hayo katika makanisa. Na wakati katika ni Yesu katika Yohana 14:6, Yohana 14:1 na 2 aliyesema kwamba ninapaa kwenda, nitaenda kuandalia mahali, alafu nitakuja. Ndio maana nikakuuliza, kwa mujibu wa maandiko haya atakayekuja anayebeba sifa ya mwenyezi ni nani? Kwanza kitu ya kwanza ungejibu tu kwanza ni nani, alafu ndio utoe maelezo. Mimi unaniuliza hivi, atakayekuja, Yesu anaposema naja, unaona naja upesi, sawa? Lakini inapokuja aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja, hapo si Yesu brother, kwa sababu kidogo. Ndacha, sikiliza, naomba sikiliza rafiki yangu. Si Yesu nimekujibu. Haya, ni nani? Ni Mungu Baba. Wapi andiko limesema ni Mungu Baba? Haya, tuanzie mstari wa 3. Na wapi ambapo Mungu Baba aliwahi kuahidi kwamba nitakuja? Tuanzie mstari wa kwanza. Tunaanzia mstari wa kwanza. Ndio hapa. Tunasoma. Haya, nisome Ufunuo wa nani? Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa hivyo kidogo hapo. Sasa hii ufunuo ni wa nani? Amesema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na nani? Aliopewa na Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye amempea Yesu nini? Hapa anasema kuna Mungu ambaye amempa Yesu Kristo ufunuo. Ndio. Kwa hivyo Yesu anapoongea anamnukuu vile Mungu mwenyezi amesema. Basi. Kwa hivyo Yesu sio Mungu mwenyezi. Ndicho hicho sasa nikakwambia, ili tujue kwamba Yesu sio Mungu mwenyezi, iko ahadi ya Mungu mwenyezi kuja, kwamba tazama anakuja. Sasa nikataka kujua kati ya huyo wewe unayemsema na mimi huyu ambaye nimemthibitisha kwamba ni Yesu, huyo unayemsema wewe, wapi aliwahi kuahidi kwamba angekuja kama alivyoahidi Yesu? Yes, sasa Yesu anapoahidi anasema naja upesi, anawaambia watu, lakini hii aliyekuweko na atakayekuja, tusome Ufunuo 4 mstari wake ni wa 8. Uone kama ni watu wanaambia hapa. Inasema hivi, na wale wenye uhai 4 na kila mmoja alikuwa na mabawa 6
na pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Sasa nikuulize, hawa wenye uhai wanne wako wapi? Hapa ni maono ya mbinguni haya. Wako wapi hapa? Wanasemea hii maneno wakiwa wapi? Wako mbinguni. Sasa ikisema atakayekuja, kwa sababu huu ni mrejeo wa Isaya. Hakuna, mimi nataka unijibu hapa. Hapa inasema na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni mtakatifu 3, mbona unasoma 2 tu? Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja. Sawa? Hawa wenye uhai wanne wanasema wakiwa wapi? Hapa wakiwa kwenye maono aliyokuwa naona Isaya mbinguni. Hawa wenye uhai wanne wako duniani ama mbinguni? Hapa maana yake wako mbinguni. Ndio maana wanasema atakaye kuja. Atakuja wapi na wako mbinguni? Atakuja kwa sababu hapa ilikuwa inaongelea kipindi cha Yesu kuja. Subiri sasa. Ndio ile ya sikiliza Ndacha sikiliza. Ndacha si usikilize basi. Ndio maana kwenye Isaya 6 nikakwambia Isaya 6:3 tayari kulishasemwa mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Alafu akaja. Alipokuja ndio ile Yohana 12:38 mpaka 41 kwamba Isaya aliuona utukufu wake. Tayari hapo amekuja. Alafu kuna hii sasa ambayo inarudi mbinguni kukuonyesha kwamba kile kilichosema na Isaya kimerudia tena. Yetu hapa iko kwa huyu ambaye anasema atakuja Mwenyezi, mbali ya Yesu Kristo tuliyemsoma ni nani? Wewe unamsema tu lakini usemi ni nani? Mimi nishakwambia ni Mungu Mwenyezi, kwa sababu mimi nishakutenganishia Mungu Mwenyezi na Yesu, nimekutenganishia kabisa. Sasa wewe unalazimisha Mungu Mwenyezi akuwe Yesu na imetengana. Sasa maandiko yanasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona na hao waliomchoma wataomboleza. Kwa hiyo inamaanisha huyo unamsema wewe Mungu Mwenyezi ndio aliyechomwa. Sasa hapa iongelea haina uhusiano aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, habari ya kuchomwa haina hapo. Ndio nikakwambia katika mstari wa 8 hawa malaika wenye uhai wanne wanaongea wakiwa wanamuongea hapo aketie kwenye kiti cha enzi, wanasema mtakatifu, 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 aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja. Sasa atakuja wapi wakati wako naye? Sasa hapa si atakaye kuja, maana yake ni future tense. Muda umeisha. Muda wenu umeisha. Naomba kwanza Mwalimu Ndacha nikuulize swali, alafu wengine vile vile jiandaeni na maswali. Maswali jamani hayatachukua zaidi ya dakika 5 kwa mtu mmoja ili watu wapate nafasi ya kuuliza. Mwalimu Ndacha, Mwalimu Mwankemwa wakati akielezea kwamba akiulizwa baba ni nani anasema Yesu, Roho Mtakatifu ni nani ni Yesu, mwana ni nani ni Yesu. Umekuwa ukishangani kama unaonyesha kwamba hiki kitu hakipo sahihi. Lakini mimi nataka nikusomee maandiko hapa ambayo unaona kabisa hapa Mwalimu Mwankemwa anachoongea ni kitu sahihi kabisa. Baba ni Yesu, mwana ni Yesu na Roho Mtakatifu ni Yesu. Kwanza Yesu lenyewe jina tumelipata wapi? Sawa, kabla hatujafika huko tunaanzia kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26 anasema, lakini msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Jina la huyo aliyekuwa anaongea ni nani? Na huyo Roho Mtakatifu ambaye anatuma tutamuita kwa jina gani? Kwa sababu anatumwa kwa jina la huyu mwongeaji. Kwanza kitu ya kwanza bwana simulizi, nafikiri wewe nitakujibu, maana unaweza ukaelewa kuliko Mwankemwa. Katika Matendo ya Mitume 4 mstari wa 7 simulizi inasema hivi, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Sasa huyu ni mtu ambaye alikuwa ameponywa. Sasa wanauliza anaponywa kwa jina la nani? Si ati ya kwamba anatomwa tu na kutamka jina Yesu. Ni nguvu na mamlaka ya Yesu. Sasa hiyo ikitumika nguvu na mamlaka ya Yesu, ndio inatumika jina. Kwa hivyo huyu Roho Mtakatifu anapokuja, ndio Yesu anasema nitamtuma kwenu. Hiyo ndio maana yake. Kwa jina langu. Sasa hiyo jina ni Yesu anatuma yeye. Kwa hiyo lile jina maana yake huyo Roho Mtakatifu atakuwa amekuja kwa jina la Yesu. Maana yake ataitwa Yesu. Si ataitwa Yesu. Ni kama wewe ni kutume ama utumwe na Mama Samia Kenya. Utaenda kwa jina la nani? Utaenda kuitwa Samia? Hapana. Alafu sawa, Yohana tena hapo Yohana 17:11 anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu kwa jina lako ulilonipa. Kwa jina lako ulilonipa. Kwa hiyo huyu anayeongea ana jina lakini amepewa. Hilo jina alilopewa ni nani? Na hilo jina tusemeni ni la nani? Ndio nikakwambia hivi, hata Musa wakati anapotumwa kwa Farao, anaambiwa wewe nitakufanya Elohimu kwa Farao.
Musa hakuenda kuitwa ati Yehova huko kwa Farao, lakini alikuwa na nguvu na uwezo mwingi, sawa, ambaye amepewa. Sasa Yesu anasema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Sasa hiyo uwezo na mamlaka ambazo Yesu wako nazo ndizo anasema kwa jina lako ulilonipa, si name ile ya kutaja. Manake jina lilopewa Yesu ni nani? Kwa sababu anasema kwa jina lako ulilonipa. Jina lilopewa ni nani? Ndio nikakwambia hapa, ndio hili nilikuwa nimemjibu Mwankemwa. Katika Waibrania 1 mstari wake ni wa 4. Inasema hivi, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolithi ndilo tukufu kuliko lao. Kwa hivyo Yesu ana jina ambalo amerithi. Si jina Yesu amerithi, hapana. Ukikonya mstari wa 8 inasema lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu, ili ndilo jina Yesu anarithi. Sawa, sasa mimi narudi kwenye Mathayo 1:21 ambapo tunatajiwa kabisa jina hilo ambalo amepewa Yesu. Yesu sana anasema jina lile lilonipa amepewa, anasema naye atamzaa mwana. Malaika anaongea na Yosefu kwamba naye atamzaa mwana, ni Mathayo 1:21. Naye atamzaa mwana nawe utamwita jina Yesu. Maana hili ni jina limetoka mbinguni apewe huyo mtoto. Hilo ni la kwake, si ati ya kwamba amerithi la mwingine, ni la kwake. Sasa wewe ni ukizaliwa na mama yako, si alikuita simulizi? Ndio. Ama kama ile jina aliitwa. Sasa wewe jina lenye umerithi la baba yako ni lilo simulizi ama ni baba yako na jina lake? Lile la baba. Na sasa utasemaje wewe umerithi jina la baba yako wakati wewe ukizaliwa ulipewa jina? Sasa Yesu alizaliwa alipewa jina lake. Ndio unaona katika kitabu cha Isaya 30 mstari wa 4 inasema jina lake aliyeumba na jina la mwanawe. Kwa hivyo mwana na jina lake na baba na jina lake. Sawa, kwani huyu Yesu kuitwa Yesu ameanzia akiwa ulimwenguni au kabla hata hajazaliwa na Mariam alikuwa anaitwa Yesu? Wakati amezaliwa na Mariamu ndio anapewa hilo jina Yesu. Natea Yesu kwa maana katika Waibrania hakuna jina Yesu. Alikuwa anaitwa Yashua, lakini baba yake anaitwa Yawe. Kwamba kabla ya hapo, kabla hajazaliwa na Mariam, yeye aliitwa nani? Kabla hajazaliwa na Mariamu, mimi naona katika kitabu cha Wakorintho wa pili nafikiri 10 mstari wa 4 anaitwa Kristo. Maana anasema alikuwa na mwamba ambao uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo, ama jina Masihi alikuwa anaitwa huko nyuma. Okay. Lakini jina Yesu limekuja kutumika tu, na si Yesu ninasema Yashua ndio lilikuwa linatumika, ndio limekuja likaletwa likakuja Yesu. Sasa Yesu ni jina lake, mwana wa Mungu, lakini amerithi jina la baba yake, unaona Lakini tukikuja katika ile lugha, ile jina linarudi kwa Yahwe. Sawa Shua anaokoa. Kwa hivyo Yesu anaitwa mwokozi. Sasa wakati anapokuja katika kitabu cha Waibrania amerithi jina, ili jina Mungu ndio Yesu amerithi ambalo linafaa kutumika na baba yake. Sawa. Sawa, basi tunaendelea sasa, tunaingia kipindi cha maswali na majibu. Sihitaji kuclarify chochote hapa, maana nimetuhumiwa. Okay, tunaingia muda wa maswali na majibu.